Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 09. Kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada Tour 2026. Vipaji vya mikoa, Asili Yetu TV. Haya mapenzi ya chumbani, oi mwenzako, kama mtoto ameniweza, sing'oki kwako, nipigwe panga la kichwani kwa ajili yako, meksi wote nakimbiza, uko peke yako kwangu. Alright, shukrani sana watazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ambapo mnaendelea kutufuatilia kupitia vipindi vyetu vyote ambavyo tunavifanya. Shukrani sana ambao mnaendelea kutupa maoni, ongezeni kitu fulani, punguzeni hiki. Tunaheshimu sana maoni yenu, lakini pia siku ya leo bwana, tuko na mgeni. Tumeshasikia kionjo chake kutoka Dar es Salaam mpaka Njombe, sio mchezo. Karibu sana Njombe. Asante sana. Okay, moja kwa moja tunataka kufahamu jina halisi ni nani kabla tujaendelea kwenye yale majina ambayo yanasababisha tunapata ugali kila siku. Kwa jina halisia kabisa la kuzaliwa naitwa Gustav Ramson Nyasulo. Okay. Ni Mnyakyusa kutoka Mbeya, lakini nimekulia Dar es Salaam, muziki nimefanya Dar es Salaam, nasomea Dar es Salaam. Okay. Yeah. Safari yako ya Dar es Salaam ikoje? Maisha yako kule, michakato inaendaje? Mimi maisha yangu ya Dar es Salaam ni msanii. Yaani mimi kazi yangu kubwa ni sanaa, lakini pia najishughulisha na shughuli ndogo ndogo na duka tudogo ambalo la bi mkubwa wangu Mama K, kwa sababu Mama K katika maisha yangu ya muziki naye ni kama meneja. Ndio meneja wangu kwa sasa hivi. Okay. Yeah, Mama Kihangaiko, lakini kabla nilishawahi kuwa na management ambao walikuwa wanajiita Zaya Empire Record Label. Ambaye bosi ambaye alikuwa ni mmiliki wa hiyo Zaya Empire Record Label anaitwa Maxi. Maxi Mpita, ambaye ndo alifanya mpango wa mimi kuweza kufanya collab na The Voice pamoja na Izeman, ambao ni single ladha inaitwa Toto. So nilishakuwa management lakini sasa hivi sipo tena management, najitegemea mimi kama mimi. Kwa hiyo Mama Kihangaiko, Mama K ndo mtu ambaye anahusika kwenye muziki wangu kwa sasa hivi. Ndo manager ambaye ninaye, lakini kwa brother ambaye ninaye ananisupport ni producer wangu, anaitwa producer Dupa Touches, ambaye ameshafanya hit song kibao tu za wasanii kibao, nikimzungumzia Lichi Mavoko, kashafanya naye ngoma inaitwa By Show, ilifanya vizuri tu. Kwa hiyo niko na watu sahihi kwenye muziki wangu, kiachana na bi mkubwa wangu kuwa kama mama mzazi, lakini pia ni manager. Kwa nini tulimchagua mama mzazi asimame kama manager? Hapo maokoto yanazingatiwa kwamba yasipotee kabisa. Lakini pia ni mtu ambaye ngoma yangu ya kwanza ambayo inaitwa Midundo ya kwanza kabisa, yani ndo naenda kurekodi, ilikuwa ni Mbeya nakumbuka. Ndio mwenyewe aliweza kunilipia hela. Hela ya studio session, nikaenda nikafanya ile ngoma, na ile ngoma ilileta matunda kwa sababu ndo ngoma yangu ya kwanza, na nikaperform kijiji fulani kinaitwa Mloka Village. Nimeperform pale nikapata manager, ngoma ya kwanza ile nikapata manager, lakini hakuwa serious. Ila pia namshukuru kwa aliponifikisha, kwa sababu kila mtu ana mchango wake. So sasa hivi mtu akikuhitaji una meneja yako ambao ndo Martha kabisa. Sasa tunataka kufahamu, kujifunze zaidi. Kuna wakati unaishi naye kama mama, kuna wakati unaishi naye kama meneja. Hii inakuwaje kwako? Kwangu kwanza naona ni fursa ambayo mzazi mwenyewe anasapoti kipaji. Nikizungumzia kwamba nyimbo ya kwanza yeye mwenyewe ndo amenitolea hela,
na kila baadhi ya nyimbo anazidi kunigea pesa niweze kufanya. Ni mtu ambaye ukiacha na mama ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Nadhani singekuwa yeye, labda leo hii nisingeitwa Johnny Laida. Yeah, ananipambania kwenye media. Tunaenda naye, ukiingia kwenye akaunti zangu utamuona Mama Kihangaiko niko naye wapi, yani kila sehemu niko naye. Na sisi tu Asili Yetu TV tunakupromise lazima tutamfikia tu manager kabisa. Yani hii ni kubwa kuliko shukrani sana asimame kuwa manager mama. Umetisha sana. Asante. Shukrani sana, karibu sana Njombe. Asante sana. Safari yako ya kutoka Dar es Salaam mpaka Njombe, tunataka kufahamu ujio wako ni nini? Kwanza naweza kusema ni mara yangu ya pili kufika Njombe. Mara ya kwanza nilifika, lakini sikuja kwa nia media tour. Nilikuwa na media tour Songea. Yeah, so nilipata interview nyingi sana kwamba kuna mikoa mingine, kwa nini tu Songea? Kama unavyosema wewe Njombe, lakini mikoa mingi. So kilichonifanya nije Njombe ni kwanza kunadi nyimbo zangu, na nyimbo ambayo nimefanya na Malawi, Mlinzi Mimo, my brother from Malawi, Mlinzi Mimo. We have a new joint titled Nakupenda. It's a brand new track. Ukiachana na Kuachana Hapana, ambao ni nyimbo ambayo nimeitoa afu baadaye nikaja kutoa Nakupenda na brother wangu Malawi. So nikaona Dar es Salaam nishaanza kupigwa TBC wapi. So sasa hivi inabidi nije Njombe afu baadaye niende Songea kwa sababu Njombe nilipita tu. Yeah, so kinachonifanya mimi nije Njombe ni kunadi hizo nyimbo zangu kama media tour, lakini pia nina show Pasaka hii tarehe 5 na tarehe 4 mkesha wa Pasaka ambayo ni Glory Lounge. Tarehe 5 nitakuwepo hapo Glory Lounge. Pia tarehe 4 nitakuwepo HD Mvinya, sijui Mvinya, sehemu inaitwa Mvinya ya. Maana wale ziko mbili, kuna town na hiyo Mvinya. Yeah. Umetisha sana. Ni nyimbo gani hasa ambayo tumekuja kuipromo sana tunataka kuwekeza nguvu hapo? In short ni nyimbo zote, ila hasa nataka nimuoneshe kwanza blaza wangu Prince Mimo ambaye yeye ana jina kuliko mimi Malawi, kwamba mimi mwenyewe pia nina nafasi yangu kwenye nchi yangu. So hii media tour pia kuonesha msisitizo kwamba amefanya ngoma na mtu sahihi. Maana of course ni yeye aliyenicheki mimi ili tuweze kufanya ngoma. Alipendezwa sana nyimbo yangu ya Konyeza na Malava, akasema bwana, location wapi? Nikamwambia mimi ni Mtanzania, location ni Masaki. Umeona yani mimi brother na historia kubwa sana kwenye muziki wangu. Mimi kila nyimbo yangu inakuwa na matokeo. Kwa mfano nyimbo yangu ya Malava imeweza kunipatia rafiki ambaye namhesabu kama brother wangu, anaitwa Hansoni Bariluno, ni msanii mkubwa sana Uganda. Nina connection naye na mpaka nafanya tour hivi anajua. Mimi huwa napenda kuwashirikisha watu wote ambao ninao karibu wa muziki, wajue kwamba nafanya kitu fulani, wananishauri nini. Nimetoka kuongea naye video call sio muda mrefu, ni Hansoni Bariluno, ana ngoma na Chameleone. Kwa hiyo ni mtu sahihi sana yani kwenye muziki wangu. Ya, kwa hiyo show kubwa ilionileta Njombe ni media tour na show ya Pasaka. Tuzungumzie kidogo upande wa media tour kabla hatujaelekea kwenye kuchimbua zaidi nyimbo. Mapokezi yakoje? Njombe iko tofauti sana na sehemu zote nilizoenda kufanya media tour. Kwanza na upendo. Nilipofika tu kuna msanii anaitwa Doka ameweza kunipokea, na yani kila sehemu niko naye, na DJ Sam TZ, DJ Cowboy tangia sijatoka nawasiliana nao na wamenipokea, na mshukuru Mungu. Yeah. Umetisha sana. Tuangazie, kuna yule dogo ambaye anafanya vizuri, mnamuita D-Voice ya? D-Voice. Okay. Umeshafanya naye ngoma? Yeah. Okay. D-Voice nishafanya naye ngoma, lakini sikubahatika kufanya video kwa sababu nyimbo ilishavuja. Kwa hiyo sasa ikawa ngumu kufanya video, na mimi ni msanii ambaye nishajiunga tayari BASATA na kibali cha kufanya muziki na certificate kabisa ambayo ninayo, natambulika na serikali, inanijua kwamba Tunilada ni msanii wa Bongo Flava. Yeah, kwa hiyo sasa nyimbo ishavuja, siwezi tena kufanya video kwa sababu ishapostiwa kwenye media nyingine, yani kwenye account nyingine. Sasa kazi zinavuja? Mimi nadhani ile nyimbo imekuwa ni wasanii wengi kuja na
malalamiko kwamba nyimbo imevuja, kazi imevuja. Inavujaje kazi wakati iko kwenye project na nyinyi ndio wasimamizi? Tatizo kubwa inakuwa ni nini hapo? Siwezi kumlaumu, siwezi kujilaumu mimi, siwezi kumlaumu Dvoice, siwezi kumlaumu Izeman au uongozi wangu, na pia siwezi nikamlaumu producer, maana producer aliyehusika ni producer Gudi, huyo ambaye anafanya vizuri kwa sasa hivi. Umeona kashafanya ngoma na Diamond, Zuchu, na ndio naweza kusema producer ambaye ndio producer ambaye yuko karibu sana na Dvoice, ni kama DJ wake pia. So mimi sijaelewa nyimbo imevujaje, lakini nikaikuta tu kila kona ipo. Yeah, kwa hiyo pia nadhani management yangu haikuwa aware kipindi hicho za Empire. Yeah, mpaka nyimbo inavuja na nini. Inatokea sio msanii mimi tu ambaye nyimbo inavuja, ni wasanii wengi nyimbo zinavuja. Okay. Na ndio maana sina tena mpango nao wa kufanya video. Nimeona bora niendelee na project nyingine kwa sababu wasanii wakubwa sasa hizi ni wengi wanafanya vizuri. Yeah, ila kama ikitokea nitafanya naye tena Dvoice, nitafanya naye. Maana sasa ziko kwenye uongozi wa Wasafi, nitaongea na uongozi. Jambo. Okay. Ni nyimbo gani ambayo sasa hivi wewe binafsi unaona kabisa hii inasumbua, tunaondoka nayo? Pesa Fimbo inasumbua. Kwa nini Pesa Fimbo? Pesa Fimbo, kwanza Pesa Fimbo ni nyimbo ambayo ina ujumbe, yani unashika vijana na watu wazima. Okay. Nimezungumzia pesa ni fimbo. Kwa maisha ya kawaida tu, kwa sisi vijana ambao tunatafuta na hata lika la katikati, bila pesa basi mapenzi ndani hayawezi kunoga. Umeona? Lakini pia project nimeifanya kiukubwa sana, unaweza kuona nimemtumia. Exactly. Nimemtumia mpunga kutosha sana kwenye ile project. Nimemtumia director Forex. Okay. Yani ile clip ambayo umenitumia Okay. Nimemuona mzee wa nyumbani mwenyewe nani? Tini White. Yeah. So kwanza nilikuwa mlango wa kwanza kufanya kazi na Tini White. Okay. Japo alikuwa ni mtu ambaye kwenye mipango yangu ilibidi kuwe Mkojani au huyu jamaa anaitigi kama Kitale, huyu nani? Kuna jamaa fulani anaitigi kama Msela. Okay. Huyo ndio ilibidi nimfumanie afu anipige mangumi sana Nagwa. Na ngoma Nagwa mwanangu na namba yake. Okay. Naongea naye sana. So Nagwa alikuwa yuko busy sana na issue zake za kushoot movie. Kwa hiyo ikashindikana. So instead ikabidi nimtumie Tini White na akaumiza, akafanya vizuri sana. Okay. Yeah. Nimetazama video ile. Ulitisha baba. Asante. Na ulizamilia kweli. Yeah. Umeshaiweka kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo iko zote inapatikana. Yeah, hiyo iko mpaka Spotify, Deezer, yani Audiomack, utakwenda sehemu yoyote ile ya kuuza muziki digital. Maana natumia digital fulani maarufu inaitwa Dito FM. Okay. Dito ndo na promote ngoma zangu. Shukrani sana. Kitu gani ambacho unajivunia sana kupitia nyimbo ile? Video, kuanzia audio mpaka video. Kwanza ndo nyimbo yangu ambayo inanigia sana show. Okay, inaleta maokoto hiyo. Yeah, inaleta sana maokoto. Ndo nyimbo ambayo hata nilivyoitwa Njombe kwa sababu ya Pesa Fimbo. Okay. Nimeenda Songea kwa sababu ya Pesa Fimbo. Nimepata connection kubwa na akina Chino. Kwanza maua yake sana brother Chino, ni mtu ambaye siwezi kumwelezea nikammaliza. Hatutomaliza interview. Okay. Ni bonge moja la brother, pia Jinako. Ni brother zangu ambao wanisupport sana. So Pesa Fimbo imenigia connection kubwa sana na wasanii wakubwa, lakini pia imenifungulia njia. Nimefanya sana media tour kwa Pesa Fimbo. Yani interview yote siwezi kuongea bila kuitaja Pesa Fimbo, ni uongo. Japo na nyimbo mbili ambazo sasa zinafanya vizuri. Sio kivile, lakini Pesa Fimbo inazima. Unadhani kwa nini? Nadhani ni nyimbo ambayo nimefanya kiukubwa sana. Na ni nyimbo ambayo ndo Mungu labda jina la nyimbo ndo inabeba Pesa Fimbo. Hiyo yote najua Mungu, lakini nadhani labda nimetumia melody fulani, kuna R&B fulani, kuna kama kompa, unajua ni kompa. Okay. Na nimefanya kipindi sahihi cha kompa. Na ndio maana imeenda. Yeah. Okay. Na hizo nyimbo zingine ambazo unasema zinafanya poa ni zipi tuzifahamu? Hapo nina Ndoa ambayo ina 1K.1K. Ndoa. Na Kuachana Hapana. Okay. Ambayo pia Ndoa, Pesa Fimbo, Ndoa, Kuachana Hapana. Yani baada ya Pesa Fimbo nimeachia Ndoa. Watu walisikia wakaipenda, lakini bado wakarudi kwenye Pesa Fimbo. Okay. Nikaona poa, nikawaachia Kuachana Hapana. Watu wameipenda, lakini bado wakarudi kwenye Pesa Fimbo. Kwa nini Kuachana Hapana?
Kuachana bana. Niliona niweke mziki wangu wa tofauti kwa sababu mwanzo ni nyimbo yangu iliyopendwa sana ni Pesa ya Fimbo. Nimezungumzia kwamba nimetendwa. Okay. Nikaona sasa hivi nisije tena kwa nini uliniteka? Okay. Au umeniacha kwa sababu gani? Nikaona niweke kuachana hapana, kwa sababu nisifie sasa mapenzi. Maana mwanzo niliyaponda. Okay. Ija kivingine na watu wamenipokea, namshukuru Mungu. Na ndoa nilitarget kwenye hizi unajua kuna mwezi fulani, mwezi wa 12 ni mwezi watu wanaoana sana. Yeah. Wewe utafiti uliufanyia wapi? Mimi msanii na unajua sasa hivi tofauti na zamani. Zamani ilikuwa natoa nyimbo nijiburudishe au niwaburudishe watu. Ni the same thing sasa hivi. Sasa hivi tunafanya target, muziki umekuwa ni biashara. Kwa hiyo unapotoa nyimbo unaangalia kwamba nyimbo yangu itanifikisha wapi. Of course nilivyotoa hiyo nyimbo ndoa, nilivyotoa tu nyimbo ndoa nikapata mwaliko Arusha. Okay. Nikafanya show moja nzuri sana Arusha, Sakina pale. Ya nikatisha. Okay. Yeah. Hapo umeeleweka vizuri sana, tumeweza kujifunza vitu vingi kutoka kwako. Yeah. Unafikiri nini kuhusiana na game la sanaa ambalo lipo sasa hivi kwa upande wako? Uongeze kitu gani zaidi ili uzidi kuwa imara au uzidi zaidi? Sasa hivi nahitaji kolabo kubwa tu na wasanii wakubwa kama nilivyokuambia, na mawasiliano mazuri sana na Chino. Okay. Na Naman nimetoka kuongea naye juzi nadhani, kabla sijaanza safari yangu ya kuja huku kwenye mkesha wa Pasaka na Pasaka yenyewe. Chino anajua kabisa Tunulaida yuko Njombe na anafanya show. Okay. Kwanza kufikia tu kufikia level hii ni kubwa, na naona kabisa muziki wangu unakuwa. Yeah. Okay. Naona kabisa kwamba nishaanza kuongea na msanii kama Chino na tushapanga nyimbo kabisa tufanye. Mimi nina swali. Ndio. Wewe kama msanii umewezaje kutoka Dar es Salaam mpaka mkoani, na kuna mikoa mingine tayari umeshaenda kwa ajili ya media tour? Budget hii kwako inakuathiri vipi na unairudisha vipi? Budget hainiathiri. Kwanza kwa sababu naitwa, sio kwamba naenda tunajipangia. Okay. Of course hata Songea niliitwa. Kuna show niende kufanya Mbamba Bay. Okay. Kwa hiyo nikaona nisifike tu kufanya show, uongeze na kitu. Niongeze pia watu wanijue, kwa sababu lazima nijinadi mimi kama msanii. Wale wafanya biashara nasema nisiende kwa hasara. Yaani nisiende kwa hasara. Okay. Yeah, kwa hiyo hata Njombe nayo imekuwa the same thing hivyo. Nilipofika huku nikaona lakini Njombe kuna sehemu inaitwa Asili Yetu inasifika sana, ngoja nifike. Kumbe mimi nafuatiliwa mpaka Dar. Kabisa. Nimetisha sana. Yeah, na DJ Pablo ndo alinigea huo mchongo. DJ Pablo ni DJ mkubwa sana ambaye kwa Glory Lounge. Kumbe wakati mwingine tunaweza tukawa tunafanya vitu kiudogo, alafu kuna watu wanatuzingatia pasipo sisi kujua. Yaani nyinyi mnafuatiliwa sana TV online sana. Umetisha sana. Yeah. Unafikiri wasanii hasa wa nyanda za juu kusini, tunazungumzia nyanda za juu kusini kwa sababu mshikaji unatokea Mbeya. Yeah. Unadhani kwa nini wasanii wa nyanda za juu kusini wanafanya poa sana kwenye game la muziki, lakini kupiga hatua wanaweza wakapiga hatua alafu wanazorudi nyuma ni hatua nyingi kuliko walizopiga? Swali zuri sana. Kuna kitu kwenye muziki, kwenye maisha of course kinaitwa consistency. Yaani lazima msanii uwe unafanya mara kwa mara. Umeona? Usiachie nyimbo ukakaa. Unaweza kumuona saizi Alikiba. Sio kama zamani alikuwa anaachia nyimbo moja na kaa miaka miwili anakuja kuachia tena nyimbo nyingine. Sasa hivi muziki umekuwa biashara, kuna digital platform nyingi, kuna wasanii wengi wanakuja nafanya muziki. Umeona? Kwa hiyo sasa hizi kinachofanya wasanii wafanye vizuri au baadaye wasiwepo kwenye game ni baadhi ya wasanii. Kwa mfano mimi nimeanza muziki, nyimbo yangu ya kwanza kabisa, mimi ndo msanii wa kwanza underground kuchezwa Wasafi TV. Okay. Na mimi ndo msanii wa kwanza naweza kusema East Africa au Afrika nzima kufanya tangazo kubwa la hoteli yenye nyota 5 ambayo inaitwa Sikliff Hotel Kalambezi. Mimi ndo kama balozi pale, ambassador. Okay. Nimefanya. Kwa hiyo umeona kwamba sijalizika, nishafanya tangazo. Nyimbo na msanii wa kwanza nimepigwa sana Clouds. Nimepigwa sana sijui Wasafi. Siliziki. Alafu mimi sio msanii wa kujiboost. Hata ukiingia kwenye namba zangu mimi za kawaida tu. Okay.
Subscriber wa kawaida kabisa, mimi sina ile weki wale marobot wale wadudu. Hapana, mimi siwezi nikajitekenya mwenyewe nikacheka mwenyewe. Yaani hicho kitu ndo sikipendi. Yaani nijitekenye mwenyewe nicheke mwenyewe. Yaani mimi wale unaowaona wale subscribers wangu ndo hao ambao wananisupport mpaka sasa. Kama ni viewers, umepata viewers 100,000 ni hawa. Hao ndo wangu. Okay, unajua yani, kabisa hawa nitoe tena hela hii niongeze nanilio hapa. Wale wa mchongo. Mimi sina. Najibrandi, yani shabiki ataona kazi ninayoifanya atanifollow. Sina haja ya kuweka robot hewa. Yeah. Umetisha sana mwamba. Asante. Unafikiri kuweka maroboti kuna athiri vipi kwa msanii? Kwa wanaoweka ina blandi. Unajua sasa hivi ipo hivi. Mi bwana Tunelida nina 20k viewers. Huyu tukimwita kwenye show ataua, ila nyimbo sasa mwenyewe mbona hajui kuimba yule, lakini ana followers wengi. Umeona? Mimi nimechunguza sana hiyo. Mimi kuna wasanii wakubwa wananicheki Uganda kama ninavyokwambia. Kwa sababu nina mawasiliano mazuri na Anthony Baliluno, is my brother from Uganda. Napiga naye story nyingi sana kuhusu biashara, kuhusu muziki, nina collab naye, yani mambo ni mengi. Ananiambia kuna wasanii wengi Tanzania wanafanya vizuri, lakini wengine wana followers wengi lakini muziki yao sio mzuri. Na mimi najua kwa sababu gani. Umeona? Kwa na mimi sitaki niwe miongoni mwa hao wasanii. Wow, okay. Yeah. Mimi ukiniona unashangaa amefanya tangazo, mbona ana followers wengi? Kumbe wale ndo hao ambao wananifollow ndo ambao wananipigania mimi naitwa kwenye show wapi. Hao ndo wa ukweli wangu. Yeah. Hapo umeeleweka vizuri sana mwamba. Yeah. Kurudi Mbeya. Yeah. Mbeya kuna vipaji vingi sana Wanyakyusa. Nyinyi Wanyakyusa na Mungu mna agano gani? Ya kuelewa. Yaani Wanyakyusa mko na vipaji vingi sana. Ndio. Wanyakyusa wakianzisha jambo lao wanaondoka. Umeelewa? Ndio maana nataka kujua Wanyakyusa na Mungu mna agano gani? Mlikubaliana bwana Wanyakyusa sisi tukigusa lazima tuondoke? Au kuna siri ambayo huenda mnasapotiana? Tunapozungumzia hivi tukianza kuangazia Bahati Bukuku, Boni Mwaitege na mastaa wengi wanaotoka Mbeya, wengi lazima watoboe. Mimi nadhani ni blessing tu, lakini pia mimi sijakulia Mbeya. Nimekulia Dar es Salaam. Nachoelewa mimi, wasanii wengi wa Mbeya tunapenda kuja Dar es Salaam kutafuta. Kimwangalia Levani mimi nimefanya naye mazoezi kabisa. Yes. Sipendagi kuongea kwenye interview kwa sababu inaonekana kama anatafuta. Okay. Na mtu ujue ametoka safari nyingi sana, akatoka Mbeya akaenda TikTok, hawezi kukukumbuka wewe. Yes. Labda nilifanya naye mazoezi, hawezi kwa sababu hawezi. Mimi mwenyewe pia kuna watu siwezi kukumbuka mpaka sasa wa Mbeya. Okay. Lakini nataka hapo kwenye maisha kuna watu fulani hutakiwi kuwakumbuka. Of course inabidi uwakumbuke, lakini huwezi kuwakumbuka wote kama binadamu. Hata wewe mwenyewe nikikwambia kuna watu ambao umesoma nao darasani ulikuwa nao ma friend, wengine wanakukumbuka lakini wewe huwakumbuki. Umetisha sana. Yeah. Ushirika wenu wa Wanyakyusa mkiwa Dar es Salaam ukoje hasa kwenye haswa? Maana nimeambiwa Wanyakyusa bwana mna ushirikiano mmoja ni hatari sana. Hii inaweza kaa inachangia labda kwenye game kwamba okay, huyu mwanae tu bwana wa Mbeya huyu. Nikiwaga Dar es Salaam mimi ni mtu tofauti sana. Kwanza sipendagi nifanye kitu kidogo. Okay. Kwa sababu nikiwa Dar es Salaam nasema yes, mimi nabidi niibebe Mbeya. Of course kuna msanii ambaye anafanya vizuri sana. Wasanii wako wengi wanafanya vizuri Mbeya. Mzungumzia Levan. Ana lebo yake Next Level, ana support vipaji. Japo nasikitika sana hakuna msanii wa Mbeya aliyeweza kumsupport. Okay. Hicho kitu nasikitika, lakini nadhani ni mtu ambaye ana busara, labda huenda wajamfuata. Umeona Lakini mtu ambaye anazidi kusupport vipaji. Mimi nitafurahi sana. Mimi kama mimi kwanza na mpango nifungue lebo yangu niite Coco Master Music Label ambayo iko katika mipango yangu. Mwenyezi Mungu akinibarikia pia na pesa nyingi kama kaka yetu Dangote nafungua. Okay. Yaani kitu ambacho unakipenda. Nakipenda. Na una wito, sio kukipenda tu, una wito. Na wito ya. Unafikiri lebo yako ambayo unafikiria kuifungua, Mungu akijalia, itatoa manufaa gani kwa watu wa Mbeya? Kwanza mimi nataka niwaaminishe watu kwamba Wanyakyusa, maana unajua kuna watu wengi wakisikia Mnyakyusa, yani jina lilivyokaa Mnyakyusa. Tuwaambie tunaonekanaga washamba sana. Washamba. Tengo Makeke hilo pia amekataa. Yani tunaonekanaga Wanyakyusa washamba sana, afu
tuko nyuma kwenye tasnia ya muziki. Yeah, japo Rayvanny anatuwakilisha lakini ni Rayvanny tu. Hizo business size yuko kimya. Okay. Na kuna msanii yuko kule lakini sijajua kitu gani kinamkwamisha yeye kuja Dar. Zax ni msanii mkongwe sana. Alafu uweze amini ni ndugu yangu. Ni msanii mkongwe sana Zax. Nishafanya naye ngoma. Okay. Yeah, ila sijajua kwa sababu naye anatuwakilisha sana mbele. Okay. Yeah. Tumepiga dakika 23 story vya kutosha sana. Sema sasa na mashabiki zako. Bwana, mashabiki zangu wa Tanzania mwenzenu, leo niko Njombe, mtoto wa Mama K, Tony Rider, the hitmaker of Pesa Fimbo, kuachana hapana, Konyeza, Malava, Kimwana, Toto. Ndugu yenu niko Njombe. Nimekuja na media tour lakini pia nina show. Naombeni mfike wana Njombe HD launch tarehe 4. Na pia nitakuwepo Glory Launch, naomba pia mfike mweze kunisupport. Tanzania mwenzenu, msanii mwenzenu. Nawapenda sana na nashukuru kwa mapokezi mazuri. Unyama sana. Okay. Karibu sana Njombe. Asante. Moja ya kitu ambacho umejivunia baada ya kuingia mkoani Njombe ni kitu gani? Hali ya hewa. Hali ya hewa. Yeah, kuna hewa nzuri sana. Yeah, pia mapokezi. Okay. Napenda pia kumshukuru msanii mwenzangu Doka TZ ambaye niko naye Bennett sana. Pia muweze kumfollow YouTube yake Doka. Pia muweze kunifollow Tony Rider on YouTube. Niko TikTok natumia Tony Rider. Tony Rider 1 TikTok, YouTube natumia Tony Rider official TZ. Okay. Facebook Tony Rider hivyo yani. Okay. Na kitu gani ambacho umekichukia kabisa Njombe, yani upendo unatamani hiki kwenye majukwaa ambayo unapewa nafasi ya kusimama unatamani kukikemea kabisa? Sijakiona bado. Hujakiona bado. Yeah. Tumepita pita huko pisi tumeziona kweli? Pisi kali zipo nyingi sana. Watu wanasema bwana Njombe hakuna pisi. Pisi kali zipo. Kwanza kuna pisi moja nataka nifanye nayo video. Umetisha sana. Yes. Unaweza ukanipa top 5 ya wasanii ambao wako Njombe unawafuatilia sana? Hata 3, hata 5 hivi sio mbaya. Okay. Msanii ambaye namfahamu mimi mpaka sasa hivi, msanii mkubwa wa Njombe ambaye mwenyewe pia ananifahamu. B2K. B2K, Charlotte sana blaza B2K. Msanii mwingine Doka TZ. Doka TZ. Msanii mwingine Loni Boy. Yuko Njombe huyu? Loni Boy ni wa Njombe wa wapi? Yamsikia kabisa huyu. Boy sijajua Njombe wa wapi, lakini naona kama ni wa mkoani, lakini pia anafanya vizuri sana sasa hivi. Okay. Nilikuwa pia nikipata interview nyingi sana kuhusu kufanya kazi na B2K. Na niwaambie tu kupitia Asili Yetu TV Online. Mkakati yupo na nitafanya ngoma na B2K na wana Njombe nadhani wataenjoy sana wana Njombe. Okay. Yeah. Wa mwisho? Sijafahamu sasa. Hujafahamu sasa. Lakini kuna Snaila. Yeah, kuna Snaila. Na mpango naye pia nifanya naye ngoma kabla sijaenda Dar. Kabla hujaondoka kwenda Dar, Snaila na kuna ngoma mtaifanya. Unadhani kitu gani ambacho kimekuvutia kufanya ngoma na B2K pamoja na Snaila? Tuanze na Snaila. Snaila ni msanii ambaye nilikuwa na connection naye aje kwenye show yangu aweze kama kunisupport. Maana ni msanii ambaye anapenda promote sana. Okay. Katika muziki wake. Kwa hiyo kwa hilo nimeona ni unyama kwanza nikafanya naye ngoma, lakini pia imenibidi mwenyewe nimkubali kwa sababu sijaonana naye face to face, lakini amejitolea kwamba bwana umekuja Njombe ni nyumbani, tutafanya kazi. Okay. Na tukiangazia kwa B2K ni msanii ambaye nimekuwa nikisumbuliwa sana huko mikoani nifanya naye kwa sababu ni msanii anayependwa sana huko mikoani. Yes. Kila shabiki yangu fanya ngoma na B2K. Fanya ngoma na B2K itakuwa hit sana Tony Rider. Nimeona pia nafasi yangu na kama nyota zetu zinaendana mimi na B2K na naamini nitafanya naye. Okay. Yeah. Shukrani sana. Karibu tena kwa wakati mwingine Asili Yetu TV. Na sisi tumeenjoy kupokea mgeni kwa mara ya kwanza. Sijawahi kukufuatilia na sijakuzingatia, lakini simu yako niliheshimu sana. Sasa hii simu asubuhi saa 12. Kuna nini? Nashukuru sana. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Umeenjoy sana. Ni furaha kubwa sana wageni wanapofika
nyumbani kwako au wanapoingia kwenye mkoa fulani wanakwambia bwana, hapo ili upite sehemu fulani lazima muone fulani. Hii kwetu ni heshima kubwa sana. Kwa hiyo karibu sana kwa wakati mwingine. Na mimi nakushukuru sana kwa mapokezi. Okay. Na of course nadhani mwezi wa 6 nitakuja kuzindua EP yangu. Okay. Yeah, lakini itakuwa ni Songea. So lazima nipitie hapo. Maana nitakuwa na vitu vipya na collab nitakuwa nazo bwana. Huenda tukaa moja ya safari ya kuelekea Songea. Maana sisi tunapenda sana ile kufukua mambo. Okay, sawa. Nitashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Shukrani sana watazamaji ambao mmekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tulikuwa na msanii kutoka Dar es Salaam, lakini yeye ni asili yake ni Mnyakyusa. Tumeenjoy sana, yuko ndani ya Njombe. Kwa hiyo wewe mtu ambaye uko Njombe, hakikisha unamzingatia kwenye show zake ambazo wamesha kupromise kwamba atakuwepo Glory Lounge na HD pia mjini Kifanya. Kwa hiyo Kifanya atakuwepo tarehe ngapi? Itakuwepo tarehe 4 mkesha wa Pasaka. Okay, HD tarehe 4 mkesha wa Pasaka. Wanangu wakifanya twende huko. MC Songo nadhani utakuwepo huko. Mambo yatakuwa yamekaa sawa, na nikutakia kila laheri na majukumu mema.